Rais wa nchi ya Tanzania Samia Suluhu atabiriwa kitakachotokea alfajiri siku ya uchaguzi akifanya jambo hili kwa Chadema. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na kumbuka kusubscribe. Makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche ameendelea kusisitiza msimamo wa chama chake kuhusu haja ya kufanyika kwa uchaguzi huru na wa haki, akisema huo ndio msingi pekee wa kuleta mabadiliko ya kweli nchini Tanzania. Akiwahutubia wakazi wa Msoma, Heche alitoa wito kwa Watanzania kuamka na kushiriki kikamilifu katika kampeni ya kudai katiba mpya pamoja na mageuzi ya sheria za uchaguzi. Kwa mujibu wa Heche, mazingira ya sasa yamejaa upendeleo na ukandamizaji dhidi ya vyama vya upinzani, na ni jambo ambalo linawanyima raia fursa ya kufanya maamuzi ya uhuru kuhusu viongozi wanaowataka. Alionyesha matumaini kwamba kama uchaguzi wa Oktoba utafanyika bila vizingiti, basi Chadema itaibuka na ushindi mkubwa, alitakayoashiria mwisho wa utawala wa Chama cha Mapinduzi. Rais Samia Suluhu Hassan ametajwa kuwa miongoni mwa viongozi ambao nafasi zao ziko hatarini endapo mchakato wa uchaguzi utakuwa wa wazi. Heche ameeleza kuwa kwa sasa nguvu ya wananchi imeanza kuonekana kupitia mikutano ya maandamano ya amani ambayo yanalenga kuibua uelewa wa umma kuhusu haki zao za kikatiba. Na katika hotuba yake, Heche hakusita kugusia kukamatwa kwa mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu ambaye anakabiliwa na tuhuma za uchochezi wa uhaini. Alisema kuwa licha ya hatua hiyo, chama hakitayumba wala kusita kuendeleza harakati zake, akiongeza kuwa uongozi wa chama hicho umejipanga vizuri kuhakikisha kwa wananchi wanapata mbadala wa kweli wa uongozi wa nchi. Heche pia aliwataka wafuasi wa Chadema na Watanzania kwa ujumla wasikate tamaa, bali waendelee kuunga mkono jitihada za kudai mfumo wa kisiasa wenye uwazi na uwajibikaji. Kwa sasa operesheni za chama zinaendelea katika maeneo mbalimbali nchini, huku viongozi wake wakisisitiza kuwa hakuna vitisho wala ukamataji wa kisiasa vitakavyoweza kuzima moto wa mabadiliko.